Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wasikilizaji wetu wa Iko Wapi Zamani, karibuni tena katika makala haya, makala mnayoyapenda, makala ambayo ni ya kuburudisha roho zetu na yana umuhimu, si kuburudisha tu bali yana umuhimu, ni kama somo ambalo sisi tunalolisoma kila siku, kwa sababu katika makala haya utakuta ya kwamba ingawa tunaendelea nayo sasa hivi, na kwa hakika ni kwamba tulichelewa, tulikuwa tuanze zamani, kwa sababu kuna watu ulimwenguni hapa wamehifadhi mambo haya zaidi ya miaka 100 mpaka 200 iliyopita, wamehifadhi makwao, kuona ya kwamba kwatendeka mambo kama haya ya kihistoria, wao wakawa ni wenye kuyahifadhi. Na sisi tumshukuru Mwenyezi Mungu, ingawa ni tumechelewa, lakini si haba pia hapa tulipopapata tukashika wawili watatu ambao tuliowawahi, ema wengine washakufa, wengine wagonjwa maradhi tofauti, na wengine bado alhamdulillah hali nzuri. Kwa leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kupata fursa hii, kumpata mzee wetu Mwinyi. Nikisikia jamaa wanavyomtaja Mwinyi wana majina tofauti tofauti. Yeye mwenyewe atatufafanulia leo jina ambalo lililomshika zaidi, wengine wanamuita teacher, shaona bwana, lakini ni moja katika legends wetu ambao walitoa mpira wetu kutoka zamani wakatuletea katika generation moja ama nyingine, kwa sababu watu walipishana kwa vizazi, generation baada ya generation. Bila kupoteza muda, namkaribisha mzee wetu Mwinyi. Karibu, tafadhali ujieleze jina lako na kulia kwako na mafungamano yako wewe na mpira. Tafadhali bwana. Naam. Asante sana. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nashukuru sana kunipatia fursa hii kuungana na wenzangu waliotangulia na wengine ambao watakuja kuchangia katika kujenga historia yetu hii ya mpira Pwani. Kweli nina majina mengi. Kuna wale wanaoniita teacher, wananiita Mr. Khamis. Alafu kuna wengine wananiita, wale colleagues wananiita Mwinyi. Alafu kuna wengine wananiita coach. Maana hizo ni stage zote nimepitia katika life yangu. Sasa wallahi yasikitisha siku hizi ambapo mambo yamekuwa rahisi mengine, na imekuwa ni industry kubwa sana hii. Nitakupa mfano. Unajua hii kuzoroteka kwa mpira hapa, naam, umechangiwa na mambo mengi. Mimi mwaka jana hata niliwapa zile picha, nilikwenda UK. Naam. Na niliwahi kuzunguka, maana wale wenyeji wangu ni watu wa mpira. Mtoto mmoja ni professional, bado yuko ligi ya chini, lakini ni professional. Naam. Sasa kule shekhe, kila mtaa una league ya watoto wa miaka 4, watoto wa miaka 7 mpaka miaka 16. Yani league seriously. Ndio. Wana ma uniform manini, marifari, kama nasari yao hiyo. Sasa mimi nikasema ikiwa hawa wanaanza kuanzia udogoni seriously, akishafika nini kwa mchezaji sasa wa mtu. Na neno la mwisho kwa dakika moja labda la kwa nasaha yako kwa umma wetu bwana. Mimi nasaha yangu muhimu sana, ikiwa tunataka kuenua hii revive mpira, okay, tupiganie stadium, lakini tulenge vijana youth, maana hao ndio watakuwa mbele. Sasa ikiwa kuweza kutengenezwa academies, hata kama Mombasa pengine ziwe kama 2 tu kuanzia, ama hata 1, lakini muhimu sana target yetu ni youth. Sasa hao maana ndio watakuja. Na yasikitisha pia namba ya zile klabu zimfifia kabisa.
Wakati wa nyuma alikuwa kila mtaa aweza pata klabu 3 4, lakini sasa hamna kabisa. Sasa na hiyo ku revive hiyo ni hivyo kushuka tena mashinani na katika schools. Tuwe na program nao pia. Wakubwa wetu wa mipira wajaribu kushirikiana sana na maskuli kujenga ile nini ya watoto morali. Miaka ile nyuma wale watu walikuwa wanatafuta wachezaji na scouting timu kubwa walikuwa wakienda na skuli, mechi za skuli wakiangalia zile kweli. Sahihi. Naam, shukran once more, alhamdulillah. Wasikilizaji wetu, ni hayo tuliokuwa nayo leo, na natumai inshallah mtajaribu kuyadigest ama mtayatia katika mabongo yenu, tuzidi kutafakari jinsi ya kuendelea katika jamii yetu kwa upande wa mpira. Tunasema shukran sana kwa kuwa nasi, na Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.